Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Huyu ni mtakatifu ambaye kwa kweli tumuite tu mtakatifu mstaarabu sana. Yeye huonekana kama mtakatifu aliyekuwa mkimya kabisa, mpole na mwenye kufikiri sana kabla ya kutenda chochote. Tabia hizi zilimfanya aweze kukabidhiwa na Mungu Mama Maria ili amtunze na awe pia baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kumtunza huku, huyu Yosefu hakulala hata mara moja na Mama Maria. Hakukutana naye kimwili hata siku moja. Yosefu alimlinda, akampatia mahitaji yake na kumlinda yule mtoto aliyezaliwa hadi wakati wa Yosefu alipopata kufariki kwake na kuiacha ile familia yake. Kutokana na tabia hizi na utayari huu, ndugu zangu, Yosefu huitwa mlinzi wa familia, na pia nyumba zote za misioni mlinzi wake ni Mtakatifu Yosefu. Jinsi alivyoweza kumlinda Mama Maria na ubikira wake hadi kuondoka duniani kama bikira, ndivyo hivyo na nyumba zote za kitawa humuona mtakatifu huyu kama mlinzi wao, ili nao kwa mazoezi na ulinzi wake waweze kufaulu katika usafi wa moyo na mahitaji yao ya kila siku kama Yosefu alivyompatia Bikira Maria. Hii ndiyo sherehe yetu ndugu zangu, tunayoadhimisha siku ya leo, na masomo yetu ya leo yanatuelekeza vizuri kabisa katika kutafakari sherehe hii ya Mtakatifu Yosefu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli, ambapo Mungu kupitia nabii Nathan anaahidi kusimika ufalme wa Daudi milele kwa kumpatia mtoto atakayerithi kiti chake, na huyu mtoto ndiye ambaye pia angemjengea Mungu hekalu. Ndugu zangu, maneno ya nabii yalimhusu mtoto aliyeitwa Solomoni ambaye angezaliwa na Daudi, na yeye ndiye aliyemjengea hekalu Mungu. Lakini unabii ya kwamba hakika ufalme wa Daudi utaimarishwa milele ulikuja kutimia kwa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekuwa mzao wa Daudi, ambaye yeye amebakia kuwa mfalme milele na hivyo kuusimika ule ufalme wa Daudi milele. Katika Injili, Mtakatifu Yosefu alitoa mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba mfalme huyu analindwa na kukua na kuongezeka kimwili hapa duniani. Aliweza kumwokoa na ile jamii ya Kiyahudi ambayo kama Yosefu angewaambia kwamba yule mtoto si wa kwake, hakika mama na mtoto wangeuawa. Yosefu hakuwa na papara na hivyo aliweza kumwokoa mama na mtoto. Hapa tunayo mengi ndugu zangu ya kujifunza. Wengi kati yetu tunapoteza baraka za Mungu kwa sababu tunakwenda papara mno. Yosefu angekwenda papara, hakika angepoteza hii ngekewa ya yeye kuja kuwa mlinzi na mlinzi wa Masiha. Sisi kwa sababu ya kwenda haraka haraka mno tumeishia pengine kutupa watoto, hata kukataa watoto wa mashangazi au wajomba au walio okotwa pengine wakiletwa nyumbani kwetu, na kuambia kuna waliokaa na watoto fulani wasile walioamini, kuna ambao waliokataa watoto fulani wasiletwe nyumbani kwao wakiwa wadogo. Lakini sasa wanaposikia kwamba wale watoto ni matajiri, wanakwenda eti na kusema mimi aisee, nataka sasa uje kwangu na nini na nini. Lakini wale watoto wanafahamu kwamba wewe ulinikataa, unataka nini sasa? Kwa hiyo tunaishia tu kuwa na aibu. Kuna kina baba walikataga pengine watoto, wakapelekewa watoto wakakataa, lakini wale watoto wakapelekwa kwa baba wengine, na sasa hivi wale wa baba pengine ndio ambao pengine sio wazazi wao kamili ndio wanaotunzwa kwa sababu walipokea majukumu. Wengine walikataa, watoto wakapelekwa mpaka kwenye vituo vya watoto yatima kulelewa huko, na sasa hivi watoto wamekuwa sasa wanaanza kujipendekeza kwa watoto. Ndugu zangu, sasa wale watoto wamefanikiwa ajabu, ni pengine ni wanamuziki matajiri wakubwa, na baba zao pengine ndio wanajitokeza eti mimi ndio baba yako, au nashangaa wale watoto wanawakataa, wanasema sitaki. Ndugu zangu, tusiwe watu namna hiyo, tuwapende watoto wetu. Au pengine kwa sisi tunaotoaga, pengine wapo ambao wanatoa mimba. Baadhi ya watoto tuliowatoa mimba pengine ukuta sasa hivi ni watu wakubwa, pengine mainjinia, maprofesa wa kutusaidia. Wapo waliojaribu hata kuwatoa mimba lakini hawakutoka, na sasa hivi ni watu wakubwa tu. Pengine ndugu zangu, tujifunze haya. Kingine
Tunachojifunza ndugu zangu ni kuhusu ushauri toka vijiweni. Huyu mtakatifu Yosefu hakuwa mtu wa kupata ushauri kutoka vijiweni. Yosefu angekwenda kijiweni asingeweza kuishi na Maria au kumpokea. Na sisi tuangalie sisi tunachochukuaga kutoka vijiweni au kwenye mabaa. Wakati mwingine tunaongoza nyumba zetu, tunaongoza familia zetu kwa ushauri wa watu wanaolewa huko mtaani. Kwa kweli sio sahihi. Angalia ni vijiweni, mnatoa maneno huko ambayo yanaua ndoa zenu, yanaua familia zenu. Watu wanafukuza wake na watoto kutokana na ushauri wa vijiweni. Kina mama wanakimbia waume zao kutokana na ushauri wa vijiweni. Ndugu zangu, kingine tuwe walinzi jamani. Ukiona mtu maskini, aidha binti anayetafuta ada au kazi kwako, anatafuta kazi kwako, alafu anakuja kwako kuomba kazi akitegemea ulinzi na huruma kutoka kwako, umsaidie, kuwa mlinzi kwake, usitumie shida zake kummaliza. Hii ni dhambi kubwa ajabu. Unamwajiri na hapo hapo unamtaka tena pengine kimapenzi. Kuwa Yosefu, mlinde. Tunahitaji akina Yosefu hapa duniani wa kulinda watu kama hao wenye mahangaiko yao. Tunahitaji kina Yosefu wapya katika familia zetu. Watu wasio wavumilivu, kina baba wababe wameua familia zao. Tunahitaji wakina baba wavumilivu wenye kutafakari kabla ya kuongea. Wapo waliofukuza wanawake zao, wapo waliofukuza hata watoto, waliotelekeza familia kwa sababu tu ya ubabe. Kila siku baba anakuja na kumfukuza mama au kuongea maneno mabaya. Wapo wanaotenda dhambi, wanaambiwa na wake zao lakini hata hawakubali. Wanajitetea tu uongo. Umeshikwa kabisa hivi pengine messages kwenye simu za wanawake wengine. Mke wako anakuambia kabisa hii message mume wangu naiona hivi na hivi, unabisha, bado unabisha na umekamata kabisa unabisha. Yaani vita kwenye familia. Busara, tumke busara. Kuwa mnyenyekevu, omba msamaha pale unapoona kabisa nimekosea. Lakini zaidi sana acha dhambi. Acha dhambi, kuwa mtakatifu Yosefu. Tuwe watu wa imani kama Yosefu ndugu zangu. Kama somo la pili linavyotuambia, ili ahadi ya Mungu iweze kutimizwa katika maisha yetu lazima tujitahidi kuwa na imani na kuzitii ahadi za Mungu. Na tujue kabisa ahadi ya Mungu hakika itatimia. Kina baba wote katika familia zetu, muigeni mtakatifu Yosefu. Tunu njema ziigeni. Familia nyingi zinakufa kwa sababu busara ya kina baba imeshuka chini. Tunaongozwa mno na ushauri kwenye mitandao, tunaongozwa mno na ushauri wa vijiweni, tunashauriwa na marafiki wabaya kwenye vijiwe vya pombe. Watu wasiosali ndio wamekuwa washauri wetu. Twende tukae na watu wanaosali tuweze kuchota hekima kutoka kwa Mungu. Nakutakia siku njema na sherehe njema ya mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Kwa maombezi yake baba huyu mkimya na mtulivu atusaidie pia na sisi tuweze kuwa pia walinzi wa yale tunayoyawaza. Kabla hujaongea, hebu fikiria vizuri. Ujue pia yanaumiza. Yosefu hakuongea ovyo ovyo kwa Bikira Maria. Hakumuumiza Bikira Maria kwa kuongea ovyo ovyo yale anayoyawaza. Alitulia kwanza, akayalinda kwanza na baadaye Mungu akampa ufunuo akaweza kuelewa yale anayoyawaza. Na sisi yale tunayoyawaza tusianze tu kulipuka haraka, tutawaumiza wenzetu. Tujue wenzetu pia wana mioyo, wanahitaji amani. Tuongee maneno ya faraja, maneno yenye kutia moyo, sio ya kuumiza. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.